Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa redio Mwangaza FM. Karibuni tusikilize ujumbe na tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 13 Februari. Jiruhusu kuongoza na Bwana katika njia ya fadhili, na tusonge mbele kwa uchangamfu wa roho katika njia ya ukamilifu. Jiruhusu kuongoza na Bwana katika njia ya fadhili, na tusonge mbele kwa uchangamfu wa roho katika njia ya ukamilifu. Wapendwa katika Kristo, tujiulize katika mioyo yetu, ni mara ngapi maisha yetu tumeyaruhusu yaongoze na Bwana? Au ni kwa namna gani Mungu amekuwa kiongozi katika maisha yetu? Mungu akiwa kiongozi katika maisha yetu, ndipo tutasonga mbele kwa uchangamfu wa roho katika njia ya utimilifu wake. Katika maandiko matakatifu, kitabu cha kwanza cha Samueli 16 mstari wa kwanza hadi wa 13, tunamwona nabii Samueli anakubali kuongozwa na Bwana kwenda katika familia ya Yese kwa ajili ya kumpaka Daudi mafuta mtumishi wake na kumwandaa kuwa mfalme. Ndipo Yese akawapitisha watoto wake wote 7 mbele ya Samueli, akasema, Bwana akuwachagua. Lakini Samueli tunaona anazidi kuongoza na Bwana na anamuuliza Yese, je, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, naye anachunga kondoo. Ndipo Samueli akamwambia, mtume mtu akamlete. Na kisha alipomleta, Samueli akampaka mafuta Daudi. Wapendwa katika Kristo, Mungu haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana binadamu huitazama sura ya nje, ila Mungu hutazama moyo. Kwani moyo wa Daudi ulimpendeza Bwana, lakini kwa hali yake ya udogo na sura yake ya nje, walimuona ni kama mchunga kondoo tu, astahili, afai. Lakini Mungu kwa udhaifu wake anamstahilisha. Hivyo basi, kupitia maongozo ya Mungu yatusaidie kujua Mungu ana mpango nasi katika maisha yetu. Anatumia njia mbalimbali kutuchagua katika hali zetu za unyonge na udhaifu wetu. Pia inatupasa kuongeza imani na kumwamini Mungu hata wakati tukiona mambo hayaendi au wakati tunapopitia changamoto na magumu. Tuzidi kujikabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu, kwani yeye ndiyo muweza wa yote. Itukuzwe damu ya Kristo! Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Christopher Makesa wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.